kitabu hiki. Hata wale ndugu zetu wa kijini walisema inna sami'na Qur'anan ajaba, hakika sisi tumesikia leo kisomo cha ajabu. Maana maneno yake yana maajabu. innahu la halawa wa innahu la talawa wa innahu la muthmir la yajidu ladhataha illa man dhaqaha. Hapo ndio mahalu shahid. Yani huwezi kupata ladha ya Qur'ani ila uonje. Ukionja ladha ya kitabu cha Mwenyezi Mungu siku zote utakitamani tu. Lakini kama hujaonja ladha ya kitabu hiki utaona kama hadithi za pauko na pakao, wala iyadhu billah. Lakini kina habari kubwa sana kitabu hiki. Kwa hiyo hata maprofesa wa kijini na maprofesa wa kibinadamu wakikusanyika eti waunde maneno yanayofanana na kitabu hiki hawawezi. Mungu anasema قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. hawawezi. Maprofesa wa kijini na maprofesa wa kibinadamu wakusanyike kwa ilmu zao zote, wasaidiane mawazo, walete maneno yenye vituo 3 au 4, yani yanayofanana na suratul Ikhlas au suratul Kauthar. hawawezi. inna a'tainaka al-kauthar au qul huwallahu ahad. hawawezi. Kwa hiyo tulikuwa tunasema tulikuwa tumeishia katika aya ya 8. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kadhabat qablahum qaum Nuh, walikadhibisha kabla yao hawa ummati Muhammad watu wa Nuh. Yani kitendo cha kuwapinga manabii toka zamani kipo. Kwa hiyo si ajabu hawa watu wako wewe Mtume Muhammad kukupinga. Walipinga kabla yao hawa watu wa Nuh, walimpinga Nabiullah Nuh. Huyu Nabii Nuh ndo mtume wa mwanzo baada ya Adam. Tena yeye anaitwa Sheikhul Anbiya, ni mzee katika mitume, mtu wa zamani Nabiullah Nuh. Na jina lake alikuwa anaitwa Shakira au Shakura. Jina lake ndo hilo, ila kaitwa Nuhu kwa ajili ya kupiga makelele ya dini. Linaweza kuja swali, unaweza kujifunza sehemu dini, watu wakauliza swali, kwa nini Nuhu waliitwa Nuhu na kabla ya kuitwa Nuhu walikuwa wanaitwa nani? Lazima ujibu walikuwa wanaitwa Shakira au Shakura. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان abdan shakura. Hata Mungu anathibitisha ndani ya Qur'an kwamba yeye alikuwa ni mja mwenye kumshukuru sana Mungu. Yeye kazi yake kusema alhamdulillah, na ikawa ndo jina lake
anaitwa Shakura au Shakira. Lakini tazama Nabiullahi Nuh, jina lake Shakira au Shakura, akaitwa Nuhu kwa sababu ya makelele ya dini. Imetoka katika Nuhu imetoka katika asli ya niyaha, makelele ya kutangaza dini. Makelele yake kapata umaarufu na jina, mpaka leo anaitwa Nuhu. Allahu akbar. Kuna watu wakipiga makelele yao wanapata jina. Yuko kijana wetu mmoja anaitwa Dangote. Dangote si mnamjua? Si Diamond. Dangote anaitwa Dangote. Allahu akbar. Kwa hiyo kila mtu anapata umaarufu mahali pake, yani kivyake vyake katika mambo yake. Na huyu bwana mkubwa akapata umaarufu, anaitwa Nuhu kwa sababu ya makelele ya dini. Usiku na mchana yeye anatangaza dini tu, tena si kwa kujificha, kwa sauti. Rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Yeye Nabii Nuhu kafanya kazi kubwa kweli kweli kuwatangazia dini watu, mpaka akapatwa na hasira, akasema Rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin dayara, Mola wangu usiwaweke makafiri katika ardhi hii wakawa wanaishi. Innaka intadharhum, kwani wewe ukiwaachia waendelee kuishi, yudhillu ibadaka, wanawapotosha waja wako, wala yalidu illa fajiran kafara, na hawana wanachokizaa ila makafiri wenzao na waovu wenzao. Bora uangamize hao. Nabiullah Nuh choka. Kuna mitume wengine walikuwa na hasira bwana, sio kama mtume wetu sisi. Mtume wetu sisi yeye anaitwa Sayyidul Anbiya wa Imamul Mursalin. Yeye ndo bwana wa mitume wote na ndo imamu wa manabii. Sayyidul Anbiya, yeye ndo bwana wa manabii wa Imamul Mursalin, na ni imamu wa mitume wote sallallahu alayhi wasallam. Yeye kwa tofauti kidogo, yeye kwa tofauti na manabii wote. Yeye habari zake kubwa zaidi, watu wanampiga mawe mpaka damu inajaa kwenye viatu, inaganda damu kwenye viatu shekhe. Vidume vile vya majabalini vile vya kuangamiza watu, vidume gani unajua? Malaika makhudami wanaokaa majabalini. Malakul jibal, mabwana wakubwa wale. Kuna malaika special wanakaa majabalini shekhi, kazi yao wao kuangamiza tu. Wanamuuliza fi ihlaki ahliha, juu ya kuangamiza watu wale, watu wa Taif na watu wengine walompiga mawe mpaka damu zikajaa kwenye viatu. Faqala inni arju an yukhrija Allahu min aslabihim man yatawalla. Sikiliza jibu la Mtume Muhammad. Anasema mimi natarajia katika migongo ya hawa wanaweza kuja kuzaliwa watu wakausukuma mbele huu Uislamu. Wanaweza kuzaliwa watu wa kheri kutoka kwenye migongo ya hawa walionipiga. Na wakati wanampiga yeye ananyanyua mikono anasema Allahumma ihdi qaumi, Allahumma arham qaumi fa innahum la ya'lamun. Mwenyezi Mungu wasamehe watu wangu,
waongoze watu wangu, fa innahum la ya'lamun, kwa sababu hawa hawajui tu, ndio maana wananipiga mimi. Sio shari kwao, mimi ni rehma kwao. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. inni lam ub'ath la'ana wa lam ub'ath illa innama bu'ithtu da'iyan wa rahma. Mimi nimeletwa kwa ajili ya kulingania watu na ni rehma kwao. Lam ub'ath la'ana, sikuletwa kwa ajili ya kuja kuwapiza watu au kuja kuwalaani watu. Lakini ingekuwa mimi na wewe, nini kuchuruzika damu zikajaa kwenye viatu? Yani umepigwa kijiwe kidogo tu hapa, umevimba kidogo tu usoni, ungesema Jibril wamalize hao, ungesema hivyo tu. Sasa hivi jeuri hawa, ungekuwa unatoa amri, unamwambia Sayyiduna Jibril awamalize. Sayyiduna Jibril alayhi salam, yeye ndo hata mambo ya kuangamiza yeye muhusika pia. Anashirikiana wakati mwingine na Sayyid Mikail, wakati mwingine wanakuwa wawili wakienda sehemu kuanzisha kufanya tukio. Kwa sababu Sayyid Mikail habari zake ndio ziko kwenye mambo ya mvua wakati mwingine mtihani. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam akiona inanyesha mvua anakuwa mnyonge. Bibi Aisha anamuuliza kwa nini ya Rasulullah, anasema wakati mwingine Mungu anawaadhibu waja wake kupitia mvua. Kwa hiyo ukiona mvua usifurahie tu, mvua ni furaha kweli, lakini usifurahie tu, muombe Mungu asalete mvua yenye amani. Mvua nyingine inaweza kuwa hukumu kwa watu, kama hawa watu wanaowafanya wanaume wenzao wanawake. Wanafikiri Mungu anawapenda? Anaweza kuwamaliza siku moja. Au wewe mwanaume mzima unageuka laini ndio hivi sasa, wewe unafikiri Mungu atakupenda? Siku akikasirika atakumaliza tu. Yuko mmoja hapa, alikuwa hapa Ilala, Sharif Shamba, alikuwa anaitwa Antipita. Antipita kasema maneno yake mengi ya ajabu, lakini akafurtu ada, yani akachupa mipaka, akazidisha kiwango katika usemaji, ufedhuli ulizidi. Unajua alisemaje? Alisema yeye ni mtaalamu wa mahaba kuliko wanawake wote duniani. Yani ina maana yeye mwanamke na wanawake wote duniani yeye kawazidi kwa utaalamu wa mahaba. Mungu akaona huyu tena kazidisha, alimtia mkononi, yuko akhera hivi tunazungumza, akamulia mbali. Mungu akiona watu wanakuwa jeuri anawachukua. Kwenda akhera huko, Allahu subhanahu. Watu wengine wanakuwa jeuri anawachukua. Basi bora akuchukue katika hali nzuri bwana. Kwa hivyo Nabiiullah Nuh watukufu wa Islamu, jina lake anaitwa Shakira. Kadhabat qablahum qaum Nuh, walikadhibisha kabla yao hawa ummati Muhammad, watu wa Nuh walimpinga mtume wao. Nabiiullah Nuh mtume mkubwa huyo,